the Lord. Praise the Lord. Uwezo wao haukuwa na nguvu ya kupigana na Goliathi. Ungelionyeshwa kina Abinadab, ungelionyeshwa kina Shama. Ni mfano tu wa vijana mabarubaru ambao walichaguliwa kwenda vitani. Kina Abinadab hawakuwa vijana wadogo. Huo ni mfano tu. Sauli pia, Sauli mwenyewe kama mfalme alichaguliwa kwa sababu ya umbo. Umbo la Sauli lilikuwa umbo ambalo ni la kutisha, ni la kuogofya, ni umbo la vita. Lakini pamoja na umbo la Sauli, pamoja na umbo la majeshi wengine, bado hakukuwa na mtu ambaye angeliwaondolea shida waliokuwa wanakutana nayo. Jina la Bwana lipewe sifa. Shida ilibaki pale pale. Pamoja na wanaume wenye vifua, shida yao ilibaki pale pale. Pamoja na mfalme, shida yao ilibaki pale pale. Aibu iliingia nyumbani, uchungu uliingia nyumbani, uoga uliingia nyumbani. Lakini kuna siku moja, ukisonga hapo chini mstari wa 26, mwandishi anasema Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanyiwa nini atakayemuua Mfilisti huyo na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetaibiwa ni nani hata watukane majeshi ya Mungu aliye hai? Jina la Bwana lipewe sifa. Habari hizi zinaishia mahali ambapo Goliathi aliangushwa chini, akakatwa kichwa na akawa amemalishwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Goliathi alipoangushwa, aibu iliondoka Israeli. Kukimbia na uoga uliondoka Israeli. Mateso na aibu iliondoka Israeli, kwa sababu Goliathi alikuwa ameangushwa. Kwa sababu Goliathi alikuwa amepatikana mtu akamwangusha Goliathi. Alipatikana mtu akamwangusha Goliathi. Alipatikana mtu akamweka chini Goliathi. Alipatikana mtu akamalizana na Goliathi. Let me tell you something. Si Mungu alishuka akaangusha Goliathi, ila ni mtu alipatikana akamweka Goliathi chini, akamfyeka Goliathi chini. Jioni ya leo Bwana amenituma ninene na watu ambao labda umetumia bidii umekwama, umetumia akili umekwama, umeomba pia umekwama. Jioni ya leo Bwana amenituma na mafuta ya mtu na anointing ya mtu. Nitakapokuombea jioni ya leo, Bwana anaachilia neema ya kutumana mtu kwa mtoto wako, kwa mke wako, kwa ndugu zako. Mateso yataondoka, maana Bwana anatumana watu watakaowabeba, watu watakaowashikilia, watu watakaoshikia aibu zenu, watakaosimama na aibu yako hadi aibu yako ifike mwisho. Jioni ya leo kile unahitaji mtu, unahitaji mtu, unahitaji mtu, unahitaji mtu, unahitaji mtu. Wana wa Israeli aibu yao iliondolewa na mtu, uchungu wao iliondolewa na mtu, mizigo yao iliondolewa na mtu, matatizo yao yaliondolewa na mtu. Hata wewe jioni ya leo upate neema kuanzia sasa. Kutokeleze mtu mahali, ashuke kwa boma lenu, ashuke kwa boma lenu, awe sababu ya pumziko, awe sababu ya heshima, awe sababu ya uchungu kuondoka, awe sababu ya pumziko, awe sababu ya pumziko. Na jioni ya leo Bwana amenituma kama mmoja wa wale watu, nitamke baraka kwa nyumba iliyolandiwa, nitamke ushindi kwa nyumba iliyokanyakiwa. Bwana amenituma kwa ajili yako, kama yule mtu aliyetumwa Israeli akamwangusha Goliathi. Jioni ya leo Bwana anitumie kama mtu kuangusha magoliathi wa magonjwa kwa maboma yenu, kuangusha Goliathi wa laana kwa boma lako, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Bwana anitumie ile laana inayowatesa leo ikaanguke. Bwana anitumie
machawi yaliyoshika boma lako anitumie kama mtu na nifyeke hayo mapoma, nifyeke huo uchawi katika jina la Yesu. Jioni ya leo kuna mtu anafunguliwa, maana Bwana amenituma kama yule mtu aliyetuma katika taifa la Israeli na Goliathi akaanguka. Natangaza kuanzia sasa, kama kuna Goliathi wa aina yeyote, nitumike kama yule mtu. Ninaangusha magorofa yote walioyajenga ya mapepo, naangusha misingi yote walioijenga kwa nyumba yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.